Online TV. Kama mtaendelea hivi kuhusu umeme, mkafanya speed katika maji, mkawalipa wakandarasi wa umeme hela zao vizuri, mkawalipa wakulima korosho hela zao wote, mkaongeza mishahara kwa wafanya kazi, mkawa kesi za kubambikia hakuna, ikawa maandamano yapo na ipo, sisemu inashinda, na mashehe wale waliokuwa ndani kwa miaka 8 mkawaachia. Sisemu dole. Ebana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Gilborn TV? This is Chuma Junior, Chuma JR. This time around nimekuja mbele yako kwa ajili ya kukusogezea hizi update ambazo zime pop up katika meza yangu ya matukio hapa studio. Kama ni mtu wa kupita katika mitandao hapa na pale huku na kule, nadhani utakuwa umekutana na hii taarifa ya mwanasiasa machachari na aliyekuwa mbunge wa Kilwa Kusini. Huyu anatambulika kama Senior Selemani Saidi Ali Bungara. Huyu maarufu kama Bwege. Mwanasiasa huyu ametangaza rasmi kujivua wanachama wa chama cha ACT Wazalendo kuanzia jana, ambapo ni Februari 18, 2026. Katika taarifa yake hiyo aliyoitoa kwa umma, Bwege ameeleza kuwa uamuzi huo umetokana na hiari yake yeye mwenyewe kama mtu mwenye uhuru, baada ya kutafakari kwa muda mrefu na kugundua kuwa ACT Wazalendo si rafiki sahihi katika safari yake ya kisiasa kama alivyokuwa amefikiri hapo awali. Lakini Bwege hakuishia hapo. Bwege ambaye anajulikana kwa msimamo wake thabiti na ruha za mvuto majukwaani. Kama utakumbuka kipindi hicho ambacho alihudumu katika bunge la Tanzania pale Dodoma, alikuwa ni mbunge kutoka kule Kilwa Kusini. Ni mbunge ambaye alikuwa akisimama kutoa mchango, alikuwa ana namna yake ya uwasilishaji zile hoja zake, na kitu ambacho kimekuwa kikimpa umaarufu sana. Sasa Bwege amebainisha kuwa mwelekeo wa sasa wa ACT Wazalendo ni tofauti na matarajio yake, jambo lilompelekea kuamua kutafuta jukwaa lingine la kuendeleza mapambano ya kisiasa. Pamoja na kwamba kwa sasa hivi hali yake ya kiafya haipo sawasawa Mheshimiwa Bwege, lakini bado anazidi kuonyesha uthabiti wake katika imaya hii ya siasa, sehemu ambayo aliichagua tangu awali. Angalii sasa afya yake ilivyo, pamoja na kwamba anatembelea wheelchair. Amekuwa akionekana mara kadhaa katika kesi ya ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Amekuwa akionekana mara kadhaa pale mahakamani akitoa sapoti hapo kabla hajatangaza nia ya kuhamia rasmi katika chama hiki cha upinzani. Sasa Mheshimiwa Bwege anatuambia ACT Wazalendo si rafiki sahihi kwangu, nilivyofikiria ni tofauti na nilivyohisi. Kuanzia sasa mimi si mwanachama wa ACT Wazalendo tena kuanzia tarehe 18 mwezi wa pili 2026. Mengine nitaongea baadaye. Ninategemea kushirikiana na kulitumia jukwaa la Chadema katika siasa za kudai demokrasia na maendeleo la taifa langu nilipendalo Tanzania, ameandika huyu Mheshimiwa Bwege. Mheshimiwa Bwege ni mwanasiasa mkongwe katika nyanja hizi za siasa, kama anavyotambulika kwa majina yake rasmi, Selemani Saidi Ali Bungara. Huyu alizaliwa Novemba 18, 1961. Ni mwanasiasa mkongwe sana wa chama cha ACT Wazalendo, mpaka hapo jana alipotengua uamuzi wake huo wa kuendelea kukitumikia chama hicho cha upinzani, na sasa ameamua kuingia rasmi Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Ikumbukwe kuwa tu Mheshimiwa Bwege alijiunga na chama hiki cha ACT Wazalendo mnamo mwaka 2020. Huyo ndiye Mheshimiwa Bwege. Ni moja kati ya wanasiasa ambao walitikisa, sauti yake ilitikisa katika lile jengo la bunge pale
Dodoma. Hiyo ni update fupi ambayo nimekuletea kutoka hapa Gilly Bonny Online TV. This is Chuma Junior, Chuma JR. Subscribe, like na kucomment. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.